Nashukuru Bwana Mungu wangu kwa sababu ya neema yake na utukufu wake. Ni kwa sababu kweli kabisa ni Mungu anaumba mtu. Ni Mungu anatuumba udani wetu na ni yeye ametufanya yale yote inayohitajika iweze kutimia ndani yetu. Ndĩracokeria Ngai wakwa ngatho ni tondu wa uhotani wake na hinya ona uhoti wake uria ahete. Hote kurugama ona kwihanda na gukinyaniria maundu mothe kuringana na wendo wake. Ni tondu ti theru Kristo ni kunjeta anjetire na agithura na akindua kiumbe kieru kuringana na uria utugi wake uigana. Na nikio ndandika our topic, the works of Jesus before the foundation of the earth. Ile kazi alinifanyia kabla ya ulimwengu kuumbwa. Kuna kazi aliweza kunifanyia na amenifanyia na akakufanyia wewe. Ametufanyia sisi wote. Na kazi ile alitufanyia ni ile kazi mwanadamu hangeweza kuifanya. Ni ile kazi sisi hatungeweza kuifanya. Ni ile kazi haingefanywa na Adam. Ilishida Adam. Ilishida mtu tunayeita Moses pamoja na Sheria. Ilishida Abraham. Lakini yeye Kristo kwa uwezo wote na kwa nguvu zote na kwa mamlaka yote ndani yake aliweza kuja nyuma yao na akaweza kuitimiza hiyo kazi kulingana na mapenzi yake. Lakini kuna kitu moja ninaangalia katika neno, ninaona kinasema ati before the foundation. Wacheni tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, nimekuinua na nimekutukuza asubuhi ya leo. Asante ni kwa sababu ya neema yako. Nimekuomba kibali Bwana, nimekuomba nguvu. Nimemkuomba Bwana neema yako. Na nimekuomba Mfalme wa ajabu, ukaweze kufanya sisi wote kama watoto wako tukaweze kutambua na kuelewa mapenzi yako kila wakati. Asante Mungu ni kwa sababu ya kunishindania. Asante Bwana ni kwa sababu ya kunipa nguvu na moyo wa kujua ya kwamba huu sio wakati wa kudidimia, ila ni wakati wa kusimama katika mwanya na kulitangaza neno lako. Hata kama naonekana nikiwa mtu tu, lakini ninajua udani wangu kuna kazi umenifanyia. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu. Ni wewe tu Bwana Jehova Jireh unastahili. Ni wewe tu Bwana utapewa sifa kila wakati. Moyo wangu unakutukuza, moyo wangu unakuinua, moyo wangu unakubariki, moyo wangu Bwana Jehova Jireh. Kwako hapo ndipo umefichwa. Pokea sifa ni kwa sababu hata ya watu hawa wengine wote kwa yale yote Bwana Jehova Jireh yanayohitajika katika maisha yao. Ninakuomba ukaweze kuwafanyia kulingana na vile upendavyo. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Kulingana na message ninanena kuhusu ile kazi Bwana alitufanyia kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Alitufanyia kazi kubwa, kazi ya ajabu. Alitutoa katika kifo na akatuingiza katika uzima wake. Kabla wakati hatukuwa tumejua mambo hayo yote. Na nitaimuimba Kristo kama wimbo kila wakati ni kwa sababu ya hiyo kazi yake jema aliyonifanyia. Na kila mtu anatabua wakati wake ya kwamba kuna kazi Yesu alimfanyia. Usipotambua haitawezekana wewe uweze kujua ya kwamba hiyo kazi alikufanyia ni kwa sababu ya upendo. Alinifanyia ni kwa sababu ya upendo. Na wewe tena amekufanyia ni kwa sababu ya upendo. Upendo wake ni mkuu. Asante sana Grace kwa sababu ya kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo.
upendo wa Mungu ni mkuu kwa wote wale walio katika imani. Na katika imani hiyo ndio inaonyesha ya kwamba kweli wokovu ndani ya mtu unatenda kazi. Wokovu wa Bwana ndani yangu uko na kazi unaofanya. Na ndio imani ile niko nayo inaendelea tu na kuonyeshana kazi ya Kristo ile iko ndani yangu. So ninashukuru Bwana nikiendelea na kufanya haya yote ninayoyafanya kulingana na neno lake. Ninashukuru Bwana ndio kwa sababu ninajua kuna utukufu wake utaonekana. Kulingana na our message, ati kuna kazi Kristo Yesu aliifanya kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kuna mstari mmoja uko katika kitabu ya Revelation. Katika kitabu ya Revelation kuna mstari mmoja mahali pale ningetaka tuweze kuangalia. Revelation 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamshujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima. Nani huyo jina lake halikuwa limeandikwa katika kitabu ya uzima? Ni sisi. Ni sisi, ulimwengu mzima. Na wacha nikuonyeshe. Katika kitabu ya Roman 3:23, Roman 3:23, neno linasema ya kwamba for all have sinned and come short of the glory of God. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo katika ulimwengu sisi wote tulikuwa tumehesabiwa kuwa wenye dhambi. Sisi wote kupitia mtu mmoja Adam, sisi wote tukahesabiwa kuwa wenye dhambi. Na wakati tulipohesabiwa kuwa wenye dhambi, kwa hivyo sisi wote hakuna mtu alikuwa jina lake limeandikwa katika kitabu ya uzima. Tulikuwa tu katika kitabu ya matendo. Bwana asifiwe. Hata wacha niondoe hata ya matendo, kwa sababu hata ya matendo yani wakati huo ninanena juu yake ni wakati ule Kristo Yesu alikuwa hajafunuliwa katika ulimwengu ule tulio ndani yake. Lakini jambo ya kwanza na ya kutisha moyo wangu ni ya kwamba neno linatuambia ati Yesu alichinjwa. Yesu aliuawa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kabla ya mimi kuumbwa na kabla ya wewe kuumbwa, Yesu alikufa msalabani. Na ndio neno katika kitabu ya Isaya kuna kitu inatuambia katika kitabu ya Isaya. Isaya inatuambia kwamba Isaya what? Isaya 63 as 53. Isaiah 53, wacha nione. Isaiah 53 inatuambia kitu pale mstari wa mstari wa hapo wa mstari wa wacha tusome from 7. Ati he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb of the slaughter, and as a sheep before her shearer is dumb,
is dumb, so he openeth not his mouth. Wacha tuteremke please. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Wacha tusome na Kiswahili. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliodolewa. Na maisha yake ni nani atakaye isimulia? Maana amekatiliwa bali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Number 9. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Igawa hakutenda jeuri, wala hapana na hila kinywani mwake. Number 10. Yet it pleased the Lord. Hapo ndipo niko na haja napo sana. Number 10. Number 10 ndio ule mstari, lakini nimesoma na kule juu wana ile vile ilikuwa inaendelea. Number 10 inasema, yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou sought made his soul an offering for sin, he shall see his sin. He shall prolong his days, and the pressure of the Lord shall prosper in his hand. Ati lakini Bwana aliridhika kumchubua. Nani alimchubua? Ninafurahi sana, sababu kama vile Revelation 13 imetuambia ati before the foundation Christ slain. Sasa nayo hii inatuambia kwamba lakini Bwana aliridhika kumchubua. Amemhusunisha utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Jambo hili linanifurahisha ni kwa sababu ate yeye ndiye alimchinja. Yeye ndiye aliachilia Kristo katika mkono wa kifo. Neno linasema vizuri sana, alimchumbua. Aliridhika kumchumbua. Kwa hivyo mwenyewe aliridhika kumchumbua, aliridhika kumuua. Ninafurahishwa sana na neno la Bwana, sababu neno la Bwana linaendaga likifungua mawazo ya watu. Ndio mawazo ya watu iende ikiona mambo, yani ikiona sana mambo makubwa kuliko yale yalikuwa yamejipanga ndani yetu. Bwana asifiwe. Ati yeye ndiye alimchumbua. Alifurahia kumchumbua. Alifurahia kumuua. Upande ile ingine tunaambiwa before the foundation. Bwana asifiwe. Nafurahi kwa mambo kama haya ya ufunuo inaokuja katika maisha yangu, inaokuja moyoni mwangu. Kujua ya kwamba hakuna hata mtu mmoja angeweza kumuua Yesu. Hakuna mkono wa mtu uliweza kumfikia Yesu. Bwana asifiwe. Hakuna mtu hata mmoja aliweza kumuua Yesu.
Yesu ni Mungu. Neno linatuambia kwamba ni yeye alimchumbua. Na neno katika Revelation ikatuambia before the foundation he reigned. Nayo tukiangalia tunaona ya kwamba inafaa tuweze kuelewa na kuwa na ufunuo. Sababu wakati wote tutalisoma neno la Bwana tukiwa na ufunuo ndani yetu, tutaweza kuona mawazo ya Mungu ilikuwa namna gani. Sababu hata sasa hivi niko hapa. Mimi Kristo aliuawa kabla sijazaliwa. Aliuawa kabla mama yangu hajazaliwa. Kwa hivyo ni before kila kitu kuumbwa ulimwenguni. Before kila kitu. Yeah. Before Genesis. Before Genesis. Yesu alikuwa amekufa msalabani. Na mambo yote ikakamilika. Na ikakamilishwa kulingana na vile ilivyokuwa inayohitajika. Kwa nini? Sababu hata tukiangalia nawe katika kitabu ya Ephesians 1 inatuambia kwamba Ephesians 1 from 3, wacha tuanzie 3. At blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Tuondoke hapo tuende sasa namba 4. 4. According as he had chosen us in him before the foundation of the world. Alituchagua kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Na kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa hakukuwa na watu. Hakukuwa na kitu hata kimoja kilikuwa kimeexist. Ni Mungu tu na Roho na Mwana. Wao tu ndio walikuwako. 3 in 1. Na wakati huo ndio tulichaguliwa, ndio tufanyike kuwa watoto wa Mungu. Yesu alituchagua wakati huo. Yesu alitusimamisha wakati huo. Yesu alituita wakati huo. Kabla, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Yeah. Ate kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Akafanya nini? Akatuchagua. Revelation inatuambia nini? Alikufa kabla. Kuchagua huku ni kunaonyesha alikufa kabla sisi hatujakuja ulimwenguni. Kabla ulimwengu haujaumbwa. Alikufa. Alikufa kabla. Kabla ya ulimwengu kuumbwa, alikuwa amekufa. Wakati ulimwengu ulikuwa uliwekwa, Yesu alikuwa ameshamaliza kazi. Yale mengine yaliyokuja, akina Adam na akina hawa wengine, Bwana asifiwe, kulingana na vile mawazo ya Mungu ilivyokuwa. Ndio kazi ya Kristo ikuje kujulikana baadaye. Ndio kazi ya Kristo iweze kutambulika kwa umuhimu wake, kwa nguvu na kwa uwezo na kwa mamlaka. Hao wengine wote walipitia pale, akina Adam, akina Moses, akina Abraham, akina wale wengine wote tunawaona sheria, lakini hawakuweza kazi ile Kristo Yesu aliyekuwa amechaguliwa. Kristo alichaguliwa ndio afe ni kwa ajili ya mwanadamu. Na ndio tunaona katika neno linatuambia kwamba John 3:16. Kwa hivyo wakati tunaposoma John 3:16, kuna kitu kimoja kimekuja ndani ya moyo wangu. John 3:16, ya kwamba John 3:16 wakati tunapoisoma, tusiisome
na mawazo ya sasa. Tuisome na mawazo ya before foundation. Tuisome na mawazo ya before foundation of the world. Sababu kama Kristo alikufa before the foundation of the world, alikuwa amechaguliwa nyakati hizo za zamani. Hiyo jambo ilikuwa imefanyika. Kwa hivyo Mungu alikuwa na mawazo ya kufanya hiyo jambo kabla sisi hatujafanya nini? Ulimwengu haujaumbwa. Kwa wale Yesu aendire kirende giake. Kwa hivyo ndani ya Mungu kulikuwa na upendo, kulikuwa na mawazo ya mwanadamu kuja ulimwenguni. Ndani ya Mungu kulikuwa na mawazo ya mwanadamu kukuja ulimwenguni. Ama mwanadamu kuumbwa. Alikuwa na mawazo ya kuumba mwanadamu hata kabla ulimwengu haujawekwa. Hata kabla ulimwengu, mbingu na nchi hazijaumbwa. Mimi na wewe tulikuwa katika mawazo ya Mungu. Tulikuwa katika plan of God. Bwana asifiwe. Tulikuwa katika plan. Na sasa nikisoma hii ati for God so loved the world that he gave his only begotten son. Na Revelation hii inatuambiaje? Ilifanyika kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kwa hivyo alichagua Christ. Alimchagua Christ aweze kukufia ulimwengu kabla ulimwengu haujaumbwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ulimwengu ukikuja kuumbwa, plan ya God ilikuwa completed. Ilikuwa complete. Ate yale Mungu alikuja kufanya from Genesis 1 ilikuwa tayari. Alikuwa anaonyeshana kazi yake, mawazo yake katika Genesis. Mpango wake. Na ule mpango ule mpango ulikuwa unahusu sana ni mimi na wewe. Sababu ulimwengu uliumbwa ni kwa ajili ya mwanadamu. Hiyo ndiye kiumbe kile Mungu alipendelea sana na kutaka kukionyeshana na kukiinua katika ulimwengu mzima. Mwanadamu. Kwa hivyo katika mawazo ya mwanadamu ya Mungu tulikuwako kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Katika plani yake. Katika plani yake tulikuwako. Bwana asifiwe. Lakini tumekuja kuonekana baadaye. Yesu amekuja kuonekana baadaye akichibuliwa. But kulingana na neno, mtu yanayesoma neno vyema anaona ni wakati gani neno linasema hiyo kazi ilifanyika, na kuonyesha ya kwamba hakuna mtu angeweza kushika Mungu aweze kuua Mungu. Mungu akona uwezo, akona nguvu ya kujipigania asiguzwe na mkono wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata Yesu kukufa wakati ule ina uwezekano, kwa sababu hakuna mtu anaweza kuua Mungu. Hakuna mtu anaweza bishana na Mungu. Hata kama tunabishana na yeye katika maneno, katika mapenzi yake tunaivunja, tunaikomesha. Mapenzi yake tunaivunja. Bwana asifiwe. Kwa sababu nasi hatutaki kuongozwa. Kwa hivyo siwezi sema ati hakuna mtu anayepinga Mungu. Kuna watu wengi wanapinga Mungu. Watu wengi wanampinga sana. Yes, kwa sababu uamuzi ndani ya mtu. Yes. Uamuzi wote uko ndani ya mtu. Kwa hivyo mwanadamu anaweza mpinga Mungu, anaweza mpinga kabisa. Adam alimpinga akiwa wa kwanza. Alipinga neno lake, kwa sababu kupinga neno ni kumpinga Mungu. Ni kumuondoa Mungu katika nafasi. Bwana asifiwe. So, wakati ule nilikuwa ninaangalia mambo haya nikaona, sisi wote tulikuwa tumekufa
katika dhambi. Na ndio tumesoma ile Roman 3:24. Ati Yesu alikuja ulimwenguni ni kwa ajili ya mwanadamu, sababu mwanadamu alikuwa amefanyika alikuwa amekufa. Yesu akaja ndio aweze kumfufua mwanadamu. Na haya yote ikifanyika, ilifanyika na njia gani? Sababu Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni nini? Ulimwengu ni mimi na ulimwengu ni wewe. Ati for God so loved the world. Alinipenda na akakupenda. Alinipenda na akakupenda. That he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ati kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yes. Alimleta mwanae kwa sababu ndani ya mwanae hapo ndipo alikuwa ameficha uzima. Uzima ulikuwa umefichwa ndani ya mwanae. Na ndio neno katika kitabu ya John 5:40 inasema, na hawataki kuja kwangu ndio waweze kupokea uzima. Hawataki kuja kwangu wapokee uzima. So uzima umefichwa ndani ya Christ. Uzima uko ndani ya Christ. Kwa hivyo hakuna mtu hata mmoja anaweza hesabiwa kuwa mwenye haki ama apokee uzima wa milele kama hajapitia kwa Yesu. Na tunapitia kwa Yesu na njia gani? Na njia ya kuamini kifo chake. Tusipoamini kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake, haiwezekani sisi tuweze kuonekana tukiwa na uwezo wowote ule wa kuitwa wana wa Mungu. Tunaitwa wana wa Mungu kwa sababu tunaye yule tumeamini. Na yule tumeamini sio yule aliumba. Yule tunaamini ni yule aliletwa ulimwenguni na yule aliyeumba. Kuna kazi ya aliyeumba na kuna kazi ya yule aliletwa ndio afe. Lakini tunaona vizuri kabisa alikufa kabla msingi wa ulimwengu kuweko. Na tumeona hivyo. Na ndio hiyo 17. Ati for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Kwa hivyo Mungu hakumtuma mwanae akuje atukondem, ila alimtuma ndio akuje atuokoe. Sababu kwa sababu tulikuwa tumefanyika kuwa wenye dhambi. Yes. Katika kitabu ya Hebrews 10, katika kitabu ya Hebrews 10, Waebrania Hebrews 10, nikiangalia mstari wa 12, kuna kitu unaniambia. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down in the right hand of God. Number 13. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. Number 14. For by one offering, hapo sana. For by one offering. Number 14. For by one offering, he had perfected forever them that are sanctified. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Ni akina nani hao wanaotakaswa? Ni mimi na wewe. Tulitakaswa kwa nini? Sababu tulikuwa tumekufa. Katika kitabu ya Ephesians, katika kitabu ya Ephesians 2:1, neno linasema, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins.
nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Tulikuwa wafu. Kwa hivyo Yesu Kristo alifanya ile kazi kabla ya msingi wa ulimwengu, kwa sababu hakugepatikana mtu hata mmoja, hata Adam, hata Abraham, hata Moses, hata sheria, hata mmoja mkamilifu. Na hakukuonekana malaika hata mmoja aliweza kukamilisha kazi ile Mungu alikuwa anataka iweze kukamilika. Yule aliyekuja kuikamilisha ni mwanae Kristo Yesu, yule aliyemtuma ulimwenguni aje afanye watu wote kuwaokoa katika dhambi ile iliyokuwa ndani ya mioyo yao. Bwana asifiwe. Tukiangalia pamoja nawe katika kitabu ya Roman 4 25 inasema, mstari wa 25 inasema, aliyemfufua Yesu Bwana wetu, no, who was delivered for us, 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Ufufuo wa Kristo umeleta zaidi sana uwezo kwa mwanadamu, sababu isipokuwa tu ni ufufuo wa Kristo, sisi hatungeweza kuhesabiwa kuwa wenye haki. Ufufuo wake ndio uliweza kuleta manufaa yote katika mwanadamu, ya kuonyesha ya kwamba kazi ya Kristo imekamilika kulingana na vile alivyokuwa imehesabiwa. Wakati yule Kristo alisema imekwisha, alisema nini imekwisha? Ile kazi Mungu alikuwa amemwekea from the beginning, ate yeye ndiye atakufa, yeye ndiye atateremka ulimwenguni, achukue dhambi zote za ulimwengu. Kumaliza kuchukua dhambi zote za ulimwengu, asipeleke msalabani. Haleluya. Pati ya kwanza ni kuichukua dhambi yote ya ulimwengu. Ulimwengu ni mimi na wewe, dhambi zetu. Pati ya pili ni kuipeleka msalabani. Pati ya kwanza kuchukua dhambi zote za ulimwengu, na kutoka mahali hapo kwenda katika hiyo jane ya kwenda Golgotha. Kabla akufe ndio alisema imekwisha. Kabla afe alisema imekwisha. Nini alisema imekwisha? Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana sana kwa sababu kile alisema kimekwisha ni ile kazi Mungu alikuwa amempa kutoka mbinguni kuteremka ulimwenguni, kuchukua dhambi yote ya mwanadamu, ya wanadamu wale tuliko na wale walikuwako, na kuipeleka msalabani. Ya kutoka hapo akaipeleka msalabani mpaka wakati ule sasa alisema imekwisha ndio afe. Alisema imekwisha kabla hajakufa. Kwa hivyo kufa kwake tena, hiyo ni jane ingine. Jane ya kutoka hapa ndio alisema katika msalaba kabla hajakufa imekwisha. Nini? Mpango wa Mungu wa kazi ile alikuwa amewekea Kristo ya kufanya, ya kuichukua dhambi yote ya ulimwengu na kwenda kuigomelea msalabani, imekwisha tayari, sababu sasa yu msalabani. Alafu jane ya pili, wakati alipokufa aliteremka kuzimu. Wakati alipokufa msalabani, wakati alisema yote imekwisha, sababu sasa ameokota kila aina yote ya mpango wa Mungu ule alikuwa amepanga, amepeleka mahali ulikuwa unafaa. Sasa
wakati alipokufa, hiyo ni jane ingine ya kuteremka kuzimu. Bwana asifiwe. Nashukuru Baba yangu kwa sababu alishinda kifo na mauti. Kuzimu alikushinda. Alishinda mipango yote ile ilikuwa imepangwa juu yake ya kumkomesha kufa. But Christ ni nani? Amejaa uwezo, amejaa nguvu, amejaa mamlaka, amejaa kila kitu ya kuonyeshana ya kwamba ako na uwezo wote katika ulimwengu wa kufanya mwanadamu aweze kuinua jina la Bwana, kumshukuru Bwana, kumtukuza Bwana kwa njia yote kwa sababu ya mamlaka yake. Na mtukuza Bwana asubuhi ya leo kwa sababu ya kunipa hii nafasi. Sihubiri kwa sababu ya mambo yangu kuwa mazuri. Sihubiri kwa sababu ya ati amani imejaa. Hapana. Ninahubiri kwa sababu niliitwa nihubiri. Niwe na amani nisiwe nayo. Kazi yangu Mungu alinipa hiyo. Hata Yesu, hata kama Yesu alikuwa na amani, kwa siku ya kufa, hiyo amani ilikuwa imetigizwa sana. But faith ile ilikuwa ndani ya moyo wake, tayari ilikuwa imetenda muujiza wa ufufuo. Imani hiyo alikuwa ameibeba, ilikuwa imefanya muujiza wa ufufuo. So hata wakati alikuwa anasema imekwisha, ndio ateremke kuzimu, hiyo kazi yote alikuwa amepewa ya ulimwengu, kuchukua dhambi na kwenda na kuipeleka katika Golgotha. Na kabla ya kufa aseme hivyo, Yesu alikuwa anajua hata mahali nimebakisha sasa kuteremka kuzimu, tayari nimeshinda. Kama nimeshinda kuchukua dhambi na nikafika mahali nimefika, hata hiyo ingine kuingia kuzimu nitashinda, na tayari nimeshinda. Yes, aliteremka akiwa na uhakika ya kwamba atatoka kuzimu akiwa na uzima mkononi mwake kwa ajili yetu. Yes, na hivyo ndivyo ilifanyika. Alitoka na ule uzima na uko kuzimu, na akaja nayo sisi wote tukaweza kupokea. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana kwa sababu mambo haya mtu asipokuwa katika roho wa Bwana ni vigumu mno kuyatambua kazi ya Kristo wakati alipokuja ulimwenguni na kuyafanya hiyo kazi vile ilifanyika. Yani watu wengi hawaelewi kwa sababu tunahitaji watu wanatufundisha na kutuelekeza. Yes, at the blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Heri waliosamehewa. Yes, yakina nani hao? Wale waliamini ile kazi alikuja akaifanya hapa ulimwenguni, ilikamilika na ikawa ni jambo moja ya kutufanya sisi tukaweze kuwa wakamilifu. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Blessed. Yes. Neno blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Ni akina nani hao hawahesabiwi dhambi? Ni wale wote tumeamini ile kazi Kristo alipoifanya ili tukamilisha. Haijalishi ameifanya tukiona, hata ile kile kinajali ni ya kwamba aliifanya kabla hatujazaliwa. Kwa hivyo mimi hakuna kazi hata moja ninaonyeshana mkononi mwangu. Hakuna kazi hata moja mimi ninafaa. Kwa sababu hata vile aliifanya mimi sijui. Ile kitu ninajua ni ya kwamba nilikuwa mwenye dhambi.
lakini sasa mimi nimesamehewa dhambi zangu. Nilikuwa nimefukufa, lakini sasa nimefufuliwa. Nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimepatikana. Haleluya, Bwana asifiwe. Haya yote ni lazima tuweze kuyatambua na kuyajua vyema, ndio tuweze kukamilika katika uwezo wote na katika nguvu zote katika Kristo. Kwa sababu ukamilifu wote ndani yetu unatoka kwake. Ukamilifu wetu hautoki kwetu sisi. Sisi hatuna uwezo wowote sisi katika maisha yetu. Sisi ni watoto wa Mungu kwa wale wote wameamini ya kwamba Kristo aliwafanyia. Tukiendelea na kuangalia, tunaweza angalia mstari mwingine mahali pale, na tunaweza ona mstari wa, hebu tuangalie 5, Roman 5, mstari wa Roman 5 mstari wa 18, mstari wa 18 unasema ya kwamba, ni mingi hapa tunaweza soma, lakini wacha tusome tu mmoja wa 18. Inasema ya kwamba ama 18 ama 19, hatika hakuna yenye hatuwezi kusoma, lakini wacha tusome 18. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift from upon all men came upon all men. Wacha nirudie na Kiswahili. Basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa dhambi. Yes, na hiyo tunajua ni light, ni kweli. Tulihesabiwa kuwa wenye dhambi kwa sababu ya Adamu. Ate kadhalika, kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Yes, kwa tendo lingine moja la mwanae Kristo Yesu, Christ Jesus, tumehesabiwa kuwa haki. Haleluya. Tulikuwa wafu. Tulikuwa hatuna njia. Tulikuwa hatujui. Hatuna mwelekeo. Tulikuwa hatujui sisi tulitoka wapi. But Christ wakati alipokuja, alifanya tuweze kujua na kutambua sisi, our foundation, our fundamental ni nini? Bwana asifiwe. Mahali tulitoka, chanzo chetu sio sisi. Chanzo chetu sio kutoka kwa machimbanzi. Chanzo chetu sio kwa gorilla, please. Chanzo changu na chanzo chako ni God. God. Yule aliyepanga kila kitu kikaweze kukaa katika nafasi yake kama vile kilikuwa kinavyohitajika. Sababu Kristo ndiye alikuja akiwa nuru ya ulimwengu kulingana na Genesis 1. Kulingana na Genesis 1:1 kinasema 1:1-3. Genesis 1:1. Inasema, in the beginning God created the heaven and the earth. God created heaven and earth. Created heaven and earth. Christ and us. Yeah. Ati hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And the earth was without form. Nani huyo anaitwa earth? Me and you.
Sisi ndiye ulimwengu. Ulimwengu ulikuwa ukiwa. Tulikuwa tu watu wasio na kitu chochote. Tulikuwa tu watu tu bure. Lakini Mungu akaweza kutupa huruma zake. Ati number 3. And God said, let there be light. And there was light. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Nuru ikawa juu ya ulimwengu uliokuwa ukiwa, giza na utupu. Wakati, yani without form. Yeah, darkness. And kulikuwa, yani kulikuwa darkness, kulikuwa formless, na kulikuwa void. But Mungu akasema, na kuwe na nuru. Hii nuru, wakati ninapoiangalia, nuru iling'aa ulimwenguni. Bwana asifiwe. Kwa sababu ulimwengu ulikuwa giza. Mimi kuzaliwa kwangu nikiwa kuonekana kwangu katika ulimwengu nikiwa giza. Ni Yesu aliweza kuweka nuru ndani yangu. Wacha tuone. Katika kitabu ya John inasema hivi. Katika kitabu ya John 1, wacha tuanzie 1. Ati, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Number 3. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Number 4. In him was life, and the life was the light of men. Kwa hivyo, yeye ndiye ndani yake. Nani huyo? Christ. Yeye ndiye alikuwa nuru. Ndani yake ndio kulimokuwa na nuru. Ile iliyokuwa nuru ya ulimwengu. Nuru ya watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii light si mwanga. Ni light, ni Christ. Yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Na hii nuru haing'ai machoni haya, yang'aa moyoni. Ndio iweze kufanya ukiwa, utupu na giza siweze kuondoka. Pasipo yeye utupu, giza na ukiwa haigeondoka kama yeye hangekuwa. Lakini kwa sababu plani ya Mungu ilikuwa yeye ndiye atafanya ulimwengu uweze kuwa na nuru. Na yeye ndiye atang'aa ulimwenguni, ndio ulimwengu uweze kuondokewa na utupu, giza na ukiwa. Ndio sasa tunamuona tunaambiwa, in him was life, and the life was the light of men. Bwana asifiwe. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Yes, Yesu aling'aa ulimwenguni. Yesu ameng'aa ndani yangu. Yesu ameng'aa ndani yako. Yani Yesu, kazi yote ulimwenguni ni Yesu ameikamilisha. Plani ya Mungu imekamilishwa na mwanae Kristo Yesu, si mwanadamu. Please, usikajihesabu mahali. Yule amekamilisha kazi ya Mungu na mawazo ya Mungu iweze kuwa kamilifu ni mwanae. Hakuna mwingine anaweza hata hakuna kitu. Siwezi mimi kujiongezea kitu hata kimoja katika maisha yangu. Siwezi kujipa kitu hata kimoja katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Yeye ndiye ananifanya nikaweza kufurahia na mambo mazuri na mambo mema yale yanayokuja katika maisha yangu. Sababu yeye aliye nuru ndiye alitia nuru ndani yangu. Yeye aliye nuru ndiye amefungua moyo wangu. Yeye aliye nuru ndiye amenipa akili. Yeye aliye nuru ndiye amenipa
nguvu na uwezo na mamlaka. Ndiye yeye aliye nuru ndiye amenipa uvumilivu. Bwana asifiwe. Haleluya. Yeye aliye nuru ndiye amefungua jicho langu la ndani, nikaelewa ya kwamba ulimwengu hauna haki kwa mwanadamu, lakini Kristo yeye ndiye aliye na haki juu ya mwanadamu yeyote katika ulimwengu. Mapenzi ya Mungu inakamilika kwetu sisi, haikamiliki katika ulimwengu hii kulingana na mawazo ya watu, kwa sababu watu hawajui ulimwengu ni wao. Wao ndio ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anahesabu ulimwengu ni kitu kingine. Hapana, ulimwengu ni mimi na wewe. Na ulimwengu na ulimwengu moyo wangu, hapo ndipo wema wa Bwana unadumu. Hii nuru haikuji usoni. Hii nuru haikuji mwilini. Hii nuru yaja ndani yangu. Kwa hivyo ni ndani yangu kulimokuwa na nuru. Ni ndani yangu kuna nuru. Bwana asifiwe. Na wale wote wamekubali kupokea ile nuru, anasema ya kwamba ati that was the true light which lighteth every man that cometh into the world. Ate kulikuwako nuru halisi. Kulikuwako nuru halisi. Nuru hakukuwa Adam. Nuru ni Christ. Kulikuwako nuru halisi. Kwa hivyo kuna nuru zingine. Kulikuwa na nuru zingine, but hazikuhesabiwa zikiwa halisi. Christ ndiye aliyehesabiwa kuwa nuru halisi. Ate kulikuwako na nuru halisi, amtiae nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Nani huyo? Christ. Yeye ndiye alikuja kututia nuru. Kazi yote ni Yesu alifanya, my dears. Mungu, mpango wa Mungu ulikamilika na ukaonekana katika usawa wake kupitia Christ. Isikiliza hapa. Ate he was in the world and the world was made by him. Kwa hivyo sisi tunamjua Yesu sasa, tunaona kama alikuja hiyo miaka 2000 imepita. Lakini neno linatuambia alikuwako kabla ya msingi wa ulimwengu. Yeah. Was in the world and the world was made by him. Kwa hivyo kama world ilijengwa, iliumbwa na yeye, kama world iliumbwa na yeye. Kwa hivyo alikuwako kabla ya world kuwekwa. Huyu ni Yesu wangu. And the world knew him not. Watu, na wakati alipokuja katika world na akaumba watu, watu hawakumpenda. Watu hawakumchagua. Watu walianza kumuibia one time. Naye alikuwa anajua yeye ni wa umilele. Yeye ni wa umilele. Atatoka kwa Baba akiwa Mungu, akuje ulimwenguni akiwa tu Mungu, auvae mwili wa mwanadamu, kupitia ule mwili afanyike kuwa mwana kwa sababu ya mwili. Vile tulivyo, sababu sisi tunaitwa wana wa Mungu kwa sababu ya mwili. Akauvaa mwili mara moja, akafanyika kuwa mwana wa Mungu kwa sababu ya mwili. Baadaye wakati alipomaliza kufa, kupeleka dhambi katika kusimu mahali pake, akatoka katika mwili, alirudi kama vile alivyokuwa mwanzo. Mungu. Bwana asifiwe. Alirudi kuwa Mungu tena kama vile alivyokuwa kwanza. Kama vile hatukuwa tunamjua ama kutambua yeye kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, na alikuwako, na anasema vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake
kumpitia yeye. But akakuja ulimwenguni akavaa mwili. Watu wakamuona, wakakula pamoja, wakamsalimia, wakatembea pamoja, wakacheka pamoja, akawa na njaa kama vile tunavyokuwa na njaa, akagojeka kama vile tunagojeka, ya akakasirika kama vile tunakasirika, akarara kama vile tunarara, akapingwa na kuingiliwa na kukomeshwa na wanadamu kama vile tunakomeshana sisi wenyewe kwa wenyewe, akanyang'anywa vitu zake. Unakumbuka hata nguo alinyang'anywa, kama vile nasi tunanyang'anywa. Alienda choo kama vile tunaenda choo. Wakati alikuja, alifanyika na vyote vile vinavyotufanyikia katika maisha yetu yote. Haleluya. Lakini hapo ninafurahia sana. Lakini yote yale yaliyokuja katika maisha yake, iwe mazuri iwe mabaya, aliyashinda. Alifaulu. Alifaulu kuionyesha mishoni yake ilikuwa gani? Na mishoni ya Christ ilikuwa kwa ajili yako. Hata kama tulimkataa, sababu John imetuambia hivyo. Hata kama tulimkataa, yeye hakutukataa. Yeye hakutukataa. Yeye hakutuangalia na jicho la baya. Yeye hakutuangalia na jicho la ulemavu ama jicho la ugonjwa ati tugojeke ama tupingwe na kitu chochote. Yale alitupenda na kutufaulisha. Alikuja ndio tuweze kufaulu. Na siku ya leo ninamshukuru Bwana kwa sababu nimefaulu. Kweli, kweli, kweli nimefaulu. Hauwezi jua kwa nini nasema hivi. Nimefaulu. Bwana asifiwe. Nimefaulu, nimepita. Nimeruka ule mtego nilikuwa nimewekewa. Lakini kwa uwezo wake Bwana wetu Yesu Kristo amenisaidia. Na ndio ninasema kweli kabisa, akae ndani yangu ni mkuu kuliko yule ninayeona nje yangu. Na akae ndani yangu hawezi nichukia. Akae ndani yangu hawezi kuninyima kitu chochote. Akae ndani yangu hawezi kunipangia jama. Akae ndani yangu hawezi kunipinga wala kunipiga. Akae ndani yangu ananifaulisha kwa kila jambo, ananisimamisha kwa kila jambo, ananiokoa kwa kila mtego. Yes, ananisimamisha. Hivyo ndivyo anakufanya wewe. Bwana asifiwe. Mpaka anakufikisha katika nafasi, nitasoma, anakufikisha alikuja akakushughulikia kabla haujakuja, ukazaliwa, ukawa na mwili na ukawa na mambo yale yote unayo sasa hivi mpaka wa sasa. Na tena kuna stage fulani unangojea kuifika, na ninaamini utaifika. Ni stage gani? Stage hii tutasoma 11 kuendelea. Ati he came unto his own. His own ni nani? Ni mimi na wewe. His own ni mimi na wewe. He came unto his own, and his own received him not. Alikuja kwa walio wake, na walio wake walimkataa. Yes. Alafu number 12. But as many as received him. Kwa wale waliomkataa, kuna wao waliompokea. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believed in his name. Bwana asifiwe. Alitufanya hiyo stage nyingine. Ninasema ni gani? Ni stage ya number 13. At which were born not of blood. Wale waliofanyika wake, wale walimwamini, wale waligeuka, wale walimkubali. Neno linatuambia kwamba which one were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but God. Ate hao waliomwamini
au waliomkubali hawajazaliwa kwa kupenda kwa damu, hawakuzaliwa kwa kupenda kwa mwili, na hawakuzaliwa kwa kupenda kwa mtu, ila Mungu. Ikifika hapo sasa, wewe umeshinda mwili na kazi yake. Haleluya. Mortality imeshindwa. Immortality imeshinda mortality. Bwana asifiwe. Imeshinda. Kwa hivyo sasa, wewe ni mtu anafanana na Kristo wakati alipofufuka kutoka kuzimu. Wakati alipotoka kuzimu akafufuka. Na wewe wakati umemkubali, umekufa pamoja naye, ukazikwa pamoja naye, na sasa umefufuka pamoja naye. So wewe hauko katika moto. Bwana asifiwe. Umetoka katika mortality ukaingia katika immortality. Bwana asifiwe. Sasa wewe ni kiumbe kingine kipya. Bwana ni arogoshe. Wewe ni kiumbe kingine kipya. Wewe si kiumbe kile kilikuwako. Hata kama watu wanakuona katika ukawaida, na kuambia kulingana na neno, wewe hauko katika ukawaida. Wewe Kristo amekuwa nuru yako. Wewe Kristo amekuwa nguvu. Wewe umemwamini Kristo. Wewe umetolewa katika dhambi. Umetolewa katika mauti. Umetolewa katika kifo. Ukafanywa kuwa mwana. Wewe sio mtu wa kawaida. Hata kama hali zitakuja namna gani sikuzunguke, utazipinga hizo hali kwa uwezo wote, kwa nguvu zote, na kwa mamlaka yake yote. Kwa nini? Kwa sababu ya yeye aliye ndani yako. Ni mkuu, ni mweza. Kupitia yeye, katika yeye, vitu vyote vilivyomo ulimwenguni vikaubika. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. And the word was made flesh. Neno akafanyika kuwa mwili. Yesu wakati alitoka ulimwenguni ndiye neno. Wakati alikuja ulimwenguni akafanyika kuwa fresh, akauvaa mwili wa mwanadamu. And dwelt among us. Na akaishi pamoja nasi vile aliishi pamoja na kina mitume. And we beheld his glory. Yes, the glory as of the only begotten of the Father. Alafu full of grace and truth. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na ukweli. Wote wale wamemwamini wamejaa neema na ukweli. Ninaona messages. Nimefanyika supernatural. Yes, tumefanyika kuwa watu wanaotembelea katika supernatural. Na mambo yote supernatural tunayafanya kama natural, sababu imezoeleka ndani yetu. Hatuna kujisukuma, hakuna kujizuilia. Ni sisi tumefanyika kuwa supernatural. Sasa tunaifanya kama vile tulipokuwa tunafanya natural. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana wangu, Mungu wangu, aliyenijali kabla nisifunikwe na ulimwengu. Ningetaka tuweze kuangalia mstari mwingine please. Katika kitabu ya Galatia
for that transformation from mortal body to immortal ama immortality. Yeah, amen. Galatians Galatians 2 tukijua ya kwamba Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law. Yeah, wote walio ndani ya Kristo, hakuna mtu anafanywa kuwa justified. Tunakamilishwa na kazi ya sheria of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Yes, Kiswahili inakwambia, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Hakuna mtu anaweza jinua aseme kwa sababu ninajua sheria na ninaelewa sheria vizuri, ati mimi sasa nimehesabiwa haki. Sheria hakuna mtu ilihesabia haki. Hata neno linatuambia katika kitabu ya Roman 8, ilishindwa, Mungu akamleta mwanae yule alikuja kuikamilisha. Tukiangalia katika kitabu ya Hebrews, nataka nimalize kwa sababu sitaendelea nayo part 2 kesho, nitahubiri kitu kingine. Hebrews 7 inasema 25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that came unto God by him, saying, he ever liveth to make intercession for them. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao. Ya, kuwaokoa kabisa wao. Akina nani hao? Not 16. Galatians ndio 16, yes. In Hebrews 7:25. Ati ni akina nani hao? Ni akina nani hao? Anasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Maana yu hai siku zote ili awaombee. Kwa hivyo hakuna mtu awezaye ingia katika ufalme wa mbinguni akipitia njia nyingine yoyote ile. Yesu amekuja kutuonyesha awezaye kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Kwa yeye. Wale wote wanaoendea Mungu katika yeye, katika Christ, hao ndiye Yesu anaombea. Anawaombea kila wakati ndio waweze kufika katika nafasi ile wanayotamani. Anatuombea. Alituombea na anaendelea kutuombea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna mtu atapingwa na kufika katika uwezo wa Bwana. Tuna njia, na njia ni yeye. Na katika hiyo njia kuna kuinuliwa, kuna kuombewa,
kuna kusimamishwa, kuna kutiwa nguvu, ya? Kwa sababu yeye ndiye alifanyika kuwa njia yetu ya kupitia. Hakuna mwingine. Ninamaliza nikisema ya kwamba, ya? Katika kitabu ya Roman 5:8, katika kitabu ya Roman 5:8, Kristo ndiyo mambo yote. Hata ukiona Kristo akipigwa na watu, wewe usijali, wewe jua ni nani amefichwa ndani yako. But God commanded his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ya kutazama kitu. Atibali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, alitukufia. Na ndio nilisema mwanzo, hakuangalia jambo lolote. Yeye alitukufia na akatutoa katika ile hali tuliyokuwa ndani yake. Na ndio Ephesians inasema katika kitabu ya Ephesians, nimalize nayo kabisa tu, mstari wa inasema, even when we were dead in sin, even when, mstari wa 5, Ephesians 2:5, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace you are saved. Bwana asifiwe. Number 4, but God who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace you are saved. Alituokoa, alitufungua, alitusamehe dhambi, alitutoa katika kifo, ametuonyesha njia zake, ametuonyesha upendo ulio ndani yake. So tumeshinda kifo. Nimeshinda mahali hapa niko. Hakuna kifo ndani yangu. Hakuna mateso, matatizo ndani yangu. Moyo wangu uko katika usawa. Hali zote zangu zimekamilika. Hata kama mtu anaweza onekana vile anaweza onekana, lakini mtu ndiye anajua kile kimefichwa ndani yake. Mimi yule amefichwa ndani yangu ni Christ. Christ ndiye amefichwa ndani yangu, na Christ ndiye nguvu zangu, Christ ndiye uweza wangu, Christ ndiye uzima wangu. Nashukuru sana, nimemaliza haya leo, na ninajua kesho tutaendelea na mengine kulingana na vile Mungu atatusaidia. Wakati kama huu wa mgomo, wacheni, kwa sababu hakuna mahali sana tunaenda, kwa sababu hakuna gari. Wacheni tuweze kuwa tunaingia katika neno, tunasoma pamoja, tunatiana nguvu, tunakuwa na nguvu za kuendelea kesho yake, masaa ingine hivyo, sababu ulimwengu hautupendei mema. Ulimwengu unatupendea mioyo yetu kila wakati iwe imeinama. Ulimwengu unataka tuweze kuwa maskini. Ulimwengu unataka tuweze kuwa watu wasio na mwelekeo. Lakini aliyeingia ndani ya ulimwengu akashindania mwanadamu katika ulimwengu, ndiye aweze kushinda hayo yote. Inampangia njama ya kumkomesha na kumuua na kumtia uoga na aibu. Sisi hatutaaibika, ni kwa sababu Kristo yu ndani yetu. Nashukuru sana Susan, Beatrice ninamuona tukiendelea sana.
na utukufu wake upamoja na sisi. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Umejaa nguvu na mamlaka. Pendo lako Bwana Jehova Jireh ni kuu, na wingi wa rehema zako unaonekana katika maisha yetu. Pokea sifa. Ni kwa sababu Bwana, tulikuwa tunafikiria ni kazi itafanya tuweze kujulikana, utajiri uweze kufanya tujulikane, lakini Bwana, ni wewe umefanya tuweze kutambulika na kujulikana. Kwa sababu ya nini? Ya uzima uliotia ndani yetu. Wewe ndio ulitufanya tuweze kukubali hali yoyote ile vile imekuja. Ni kwa sababu ulikuwa unajua ya kwamba hiyo hali ilikukuta mwanzo. Hiyo mashinda, mateso, matatizo silikukuta mwanzo. Ati ulikuja kwa walio wako na walio wako walikukataa. Lakini wale walio kukubali uliwafanya kuwa wana. Sisi ni hao wao walio kukubali. Asante ni kwa sababu mtakatifu, kwa uwezo na mamlaka na nguvu zote, wewe umeshinda kifo na ukashinda mauti. Na sisi nasi tumehesabiwa mahali pale katika hiyo uwezo na huo nguvu. Tumeshinda yale yote yaliyokuwa yamesimama na kutaka kutuonyesha kwamba hatuna nguvu yoyote, hatuna mamlaka yoyote, na hatuwezi. Tunaitangazia asubuhi ya leo, sisi ni washindi. Tumeshinda kifo, tumeshinda magonjwa, tumeshinda kudharauliwa, tumeshinda hali yoyote ya kudhulumiwa. Ni kwa sababu Yesu Kristo aliweza kusimama kwenye moyo. Hali ya njaa, hali ya kuwa maskini, sisi ni matajiri walio na uwezo wa jambo katika maisha yetu kwa sababu ya Kristo Yesu. Tunakuinua Baba wetu na Mungu wetu. Wewe ni uzima wetu na wewe ni utukufu wetu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Wacheni tuweze kupumzika ndani ya Kristo. We rest in Christ. Bye bye.